you so much. We are talking about the blessing for 3 months. Tunaongelea baraka kwa muda wa miezi. And we saw that according to the board we put here. Tuliona kutokana na tablo ambayo tulitia hapa. That the blessing, baraka, according to God, kutokana na and Mungu, according to men, na kutokana na wanadamu. According to men, kutokana na wanadamu, I want to summarize it and go for. Nitasema kwa ufupi na tutaendelea. According to men, kutokana na wanadamu, the blessing is money. Baraka ni pesa. The blessing is children. Baraka ni watoto. The blessing is having a car. Baraka ni kuwa na gari. If having plots. Kuwa na manyumba. Example, you was single and you get married. Saa zingine ulikuwa peke yako unapata mke au mume. It is a blessing. Ni baraka. According to men. Kutokana na binadamu. Now, we certify with the Bible's verses. Kutokana na Biblia jinsi tulivyojifunza. That I want everyone to keep it nice because I will not come back again about the blessing. Nataka kila mmoja alizingatie kwa sababu sitarudia tena. So, Adam in Genesis chapter 1 verse 21. Ndani ya kitabu cha Mwanzo chapitre 1 verset 21. That God when he create men and animals, God when he create animals, wakati Mungu aliumba minyama, he blessed them. Aliwabariki. He said, akasema, be fruitful mujae and multiply. Mujae na muongezeke. In Genesis chapter 1 verse 26 to 30. Genesis verse 6 mpaka 30. When he created man, wakati alimuumba binadamu, he said be fruitful akasema mzae and multiply. Na muongezeke. Hallelujah. Amen. The same things he spoke to animal. Wakati aliongea na mnyama na he spoke to who? Yale aliongea na minyama na aliongea na wanadamu. Amen. Amen. So now, what makes the difference between the animals and the man? Nini yenyewe inafanya sasa binadamu na mtu kwa tofauti? In Genesis chapter 5 verse 1. Genesis chapitre 5 verset 1. The Bible says, Biblia inasema, God created a man. Mungu akamuumba binadamu. Genesis chapter 5 verse 1. The Bible says, in verse 2, the Bible says he created them male and female, and blessed them, and called them mankind. In other way, called them man. Hallelujah. Amen. 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 I said when he created them, inasema wakati aliwaumba, he did what? He blessed them. Akasema akawabariki. Which kind of the blessing? Baraka ya aina gani? He gave them a name. Aliwapa majina. Hallelujah. Amen. But to the animals, lakini kwa minyama, he did not give them the name. Hakuwapatia majina, hapana. When God gave the name to a human being, wakati Mungu alipatia majina wa binadamu, from today you are a man. Kuanzia leo wewe ni binadamu. So he gave the power now to a man to go to create also. Akampatia nguvu kuenda kuumba na yeye. A man is the one who went to create, to give name to animals. Binadamu njoo alipatia jina kwa minyama. God never give a name to the animal. Mungu akupatia majina kwa minyama. Amen. Amen. So we see that when God talks about blessing, na tunaona wakati Mungu anaongelea baraka, it is not what we touch. Haiko yale ambayo tunayagusa. It is a name. Ni jina. So we see with Abraham. Tunaona na Abraham. Abraham was Abraham. Wakati wa mwanzo Abraham alikuwa Abraham. When God appeared to him, wakati Mungu alimtokea, he said this. Akasema, come out from your country. Akasema, toka ndani ya nchi yako. From the house of your father. Kutoka ndani ya nyumba ya baba yako. I will show you where you go. Na nitakuonesha kule utakapoenda. Whoever will bless you, na yule atakaye kubariki, I will bless you. Nitambariki. Whoever will curse you, na yeyote atakaye kulaani, nitamlaani. So the Bible tells me, na Biblia inaniambia, Abraham come out with a wife. Abraham akatoka na mkewe. And he came out with servants. Akatoka na vijakazi. It's only a boss who can have servants. Ni mwenyewe ambaye ni tajiri ndio anaweza kuwa na wafanya kazi. Isn't it? Yes. When you have money. Wakati una pesa. I give an example last week. Nilipana example kwa wiki iliyopita. As we are. Kama gisi tuko hapa. Who have a maid in the house. Kama gisi tuko hapa, nani kuna mfanyakazi mnyumba? We said nobody. Hakuna. Because the money you are receiving, kwa sababu pesa ambayo unapokea is what you want to give again to the man. Ndio yenyewe utabariki na utalipa mtu for rent and whatever. Ile unalipa nyumba na mengine. So we saw that Abraham had made.
Tukasema ya kwamba Abraham alikuwa na vijakazi. But when God called him, wakati Mungu alimuita, he promised him a blessing. Akamwahidi baraka. He said, I will bless you. Akamwambia nitakubariki. It is in the future. Ni kwa future. I will. Amen. Nita. So it means Abraham, no matter he has material things, but he was not blessed yet. Maana yake hata Abraham alikuwa na vitu, alikuwa bado hajabarikiwa bado. So, and we saw that in chapter 14 of Genesis. Tuliona ya kwamba chapitre 14 mu Genèse, that he made with Melchizedek. Alikutana na Melchizedek. When he met with Melchizedek, wakati alikutana na Melchizedek, Abraham was coming from the battle. Abrahamu alikuwa anatokea kwenye vita. He won 5 kings. Aligombana na wafalme 5 akawashinda. After 5 kings, he took the material things, the wealth. Baada ya vita akachukua mambo yote, mautajiri yote yao. And on the way he met with Melchizedek. Kwa njiani akakutanana na Melchizedek. And the Bible says Melchizedek does not have a genealogy. Biblia inasema ya kwamba Melchizedeki ana wazazi. How a person cannot have parents? That means he does not have genealogy, he does not have parents. Ana wazazi. So, when he met him, you know what the word he said? Wakati alikutanana naye, unajua neno alisema? He said, Abraham. Akasema, Abraham, you are blessed. Umebarikiwa. Why? Kwa sababu gani? Because our God in heaven kwa sababu Mungu wetu has allowed you to conquer the kings. Kwa sababu Mungu wetu mbinguni amekukubalia uvunje upigane na zile washinda wale wafalme 5. We are in Genesis 14. Tuko ndani ya Mwanzo 14. And he gave you victory. Na akakupa ushindi. That man na ule baba did not give to Abraham materialistic things. Ule mtu akumpatia vitu ya kuonekana material. But Abraham is the one who took what he took from the battle and he gave to that Melchizedek. Lakini Abraham ndio yeye alimpatia kwa yale ambayo alitoka nayo vitani, akampatia Melchizedek. Are we comprehending this teaching? Tuko tunaelewana. So Abraham is the one who offered the tithe. Abraham ndio alitoa cha 10. But the man, lakini ule jamaa, bless him with the weight. Alimubariki kwa maneno. So now we see in Genesis chapter 17. Hivi tunaona katika kitabu cha Mwanzo 17. Abraham met God. Abraham alikutana na Mungu. And God spoke to him. Na Mungu akaongea naye. And he said, Abraham, akasema Abraham, from today your name will no longer be Abraham. Kuanzia leo jina lako litakuwa tena Abraham. But your name will be Abraham. Lakini jina lako litakuwa Abraham. Or Ibrahim. Au Ibrahim. It means father of nations. Inamaanisha baba wa taifa. So the promise which God made Abraham in Genesis chapter 12. Ahadi ambayo Mungu alimpatia katika kitabu cha Mwanzo 12. He accomplished it in Genesis chapter 17. Ameitimiza katika kitabu cha Mwanzo 17. That your name will no longer be Abraham. Jina lako halitakuwa tena Abraham. But your name will be Abraham. Lakini jina lako litakuwa Abraham. Means father of nations. Inamaanisha baba wa taifa. We understand that the blessing, tunaelewa kwamba baraka, it is a name. Ni jina. It is not material things. Haiko mambo ambayo tunayagusa. Ask your neighbor, what is your name? Muulize jirani yako, jina lako nani? What is your name, my neighbor? So, the Bible says God changed the name of Abraham. Biblia inasema ya kwamba Mungu akabadilisha jina la Abraham. The same things with Jacob. Kama jinsi Yakobo. The Bible said in the book of Genesis chapter 30 verse 42. Katika kitabu cha Mwanzo 30:33. The Bible said Jacob was rich. Biblia inasema ya kwamba Yakobo alikuwa mtajiri. Amen. You know, when we're talking about a person having money, no small money. Kama tunasema mtu alikuwa na pesa, hapana huu pesa mdogo mdogo. Jacob was rich until at the level whereby his uncle Laban said, no, this is impossible. Yakobo alikuwa tajiri mpaka mjomba wake anasema hapana, hii sio utajiri. But the amazing thing is this. Lakini kitu cha kushangaza ni hiki. When Jacob was
returning home, wakati Yakobo alikuwa anarudia nyumbani, Genesis chapter 32, katika kitabu cha Mwanzo 32, the Bible says Jacob in the night was fighting with an angel. Biblia inasema ya kwamba usiku alipigana na malaika. When Jacob was fighting with an angel, wakati Yakobo alipigana na malaika, the angel said, hey, now we are in the morning, can you leave me go? Malaika akasema, kumeanza kukucha, unaweza kuniacha niende? He said, you know what? Akamwambia, I will not leave you sitakuacha until you bless me. kabla haujanibariki. So now the question is, which blessing Jacob was looking and yet he was blessed physically? Swali ni hii, ni baraka ya aina gani Yakobo alikuwa anatafuta na wakati alikuwa ameshabarikiwa? Because we said every day to be blessed is to have children, isn't it? Kwa sababu tunasemanga kila siku kubarikiwa ni kuwa na watoto. Hello? Omoni Joana Nzamba pambolie vraiment akomina lupango bele. Unaona jamaa ule Mungu ashambariki, ashakuwa na maparsele mingi. This time those people were not blessed. Huyo muda hao watu walikuwa hawajabarikiwa. Jacob said, you know what? Yakobo akasema, unajua I can't leave you until you bless me. Sitakuacha kabla hujanibariki. Genesis chapter 32 from verse 28. Mwanzo 33 mstari wa 28. So Jacob, what are you looking for me? Yakobo, unanitafutia nini? You are a rich person. Uko tajiri. You have whatever you can. Unataka uko na kila kitu ambacho unahitaji. You went to Laban to look for one wife, but you have 4. Ulienda kwa Labani kutafuta mke mmoja, umepata wake 4. Jacob has 12 children plus 1. Uko na watoto 12 na kupitia umoya wa bonisi wa kuongezo. Dina, she was a woman. Dina alikuwa mwanamke. Hallelujah. Amen. Now, what kind of blessing Jacob was looking for? Baraka so, gani? Jacob said, bless me. Yakobo akasema nibariki. The Bible says, God asked him, what is your name? Biblia inasema ya kwamba alimuuliza jina lako nani? Whatever the compatibility between my blessing I'm asking and the name of which you're asking me. Ni relation gani au mfanano gani wa kuanzia kusema baraka wala na jina lako nani? God said, from today, Mungu akasema kuanza leo, you are not Jacob. Hauko tena Yakobo. You are Israel. Uko Israeli. The Bible says, Biblia inasema, when they finished that, Jacob did not ask him again another things. Wakati Biblia inasema ya kwamba wakati walimaliza kumwambia vile, akumuuliza tena kingine. Amen. Amen. So I supposed to share things because he was not around. Why I'm coming back whatever I teach on Sunday. Niko narudilia kwa sababu kuna wengine hawakuwa. So now, in the New Testament, katika agano la kale, the time of Jesus, kwa wakati wa Yesu, when Jesus came, wakati Yesu alikuja, he asked the disciples, aliwauliza mitume, what people say I am. Watu wanasema niko nani? People say, oh, people they say you are John Baptist. People they say you are Prophet Elijah. Wengine wanasema uko Yohana Mbatizaji, wengine uko unabii. Joseph, now Jesus said, Yesu akasema, what are you people saying? Who am I? Sasa nyinyi mnasema nini? Mimi ni nani? Who am I to you guys? Mimi ni nani kwenu? The Bible said Simon, Biblia inasema kwamba Simon got a revelation. Akapata ufunuo. He said, you are a son of a living God. Uko mwana wa Mungu anayeishi. Kristo. And the Bible tells me that Biblia inaniambia Jesus replied to him. Yesu akamjibu. I say you are, when you read Matthew chapter 16. Ukisoma Mathayo 16. Jesus said, you are blessed. Yesu akasema umebarikiwa. You are what? You are blessed. Say, you are blessed, Simon. Umebarikiwa Simon. From today, kuanzia leo, your name will be no longer called Simon. Kuanzia leo jina lako halitakuwa Simon, but you will be called Peter. Utaitwa Petro. Peter means rock. Petro inasema jiwe. I say upon you, juu yako, I'll build my church. Nitalijenga kanisa. Hallelujah. Amen. This is the time of apostles. Hii ni wakati wa mitume.
You get this summarized. Unapata hii yenyewe We ninakwambia. understand that Tunaelewa kwamba both of them, wote before to have a name, mbele ya kupata jina they fought. walipigana. Amen. And they fought. Walipambana. I always say there is nothing for free under the sun. Kila siku nasemaga hakuna kitu cha bure chini ya jua. If you can work for you to have money, Kama unaweza kutumika juu upate pesa, even in the spirit, hata ndani ya for kiroho, you to have a name, mbele ya kupata jina you have to fight. inabidi upigane. It is not what we say. You wake up in the morning, oh, I'm a child of God, I receive it. Haiko ile tunasemaga asubuhi tunalamuka niko mtoto wa Mungu napokea baraka kwa jina What la Yesu. qualify you to be a child of Nini God? ambayo inakufanya uwe mtoto wa Mungu? There is an application to fill. Kuko vitabu vya kujaza. There is a requirement to do. Kuko mambo ya kufanya ili ubarikiwe. If being a child of God is by pronouncing that I'm a child of God, if everyone under the sun is a child of God, Kama kukuwa mtoto wa Mungu ni kwa ajili ya kuiongea niko mtoto wa Mungu, kama kila mmoja ni mtoto wa Mungu hapa duniani. I always say God is love. Kila siku nasemaga Mungu ni upendo. He has created everyone. Amemuumba kila mtu. But Lakini for you to be a child of God, lakini kwa wewe kuwa mwana wa you Mungu have to fight. inabidi upambane. And you have to fight with 5 kings. Inabidi upigane na mafalme 5. You have to fight with the angel. Inabidi upambane na malaika. You know what the God says Unajua nini Mungu anasema? to Jacob? Listen to me, look at me. God said to Jacob, he said, Mungu akamwambia Yakobo, you fought with God, ulipigana na Mungu, you win. na And umeshinda. you fought with men, Na umepigana na binadamu, you win. umeshinda. Now, Sasa your name is Israel. jina lako ni Israeli. Now, can you tell me when a man fight with God in the Bible and he won? Na unaweza kuniambia ni wakati gani ambayo binadamu amepigana na Mungu na akashinda? It's a question I ask you. Can you Ni answer? swali unaweza kujibu. Do you ever hear, man of God, a man fight with God and you win God? Ushagawahi kusikia binadamu anapigana na Mungu na anamshinda Mungu? But God himself is testifying Jacob. Lakini Mungu peke yake anamshuhudia Yakobo. So, my question is, Swali langu ni hili sasa. I have 2 questions before me to continue. Niko na maswali mawili. Abraham fought. Abrahamu amepigana. Jacob fought. Yakobo amepigana. Simon fought. Simoni amepigana. Because he came out of the cloud of people. Kwa sababu alitoka katikati ya watu. The disciples were there. Wa mitume walikuwa pale. They had a flesh mind. Walikuwa na mawazo ya They were thinking according to what they see. walikuwa wanawaza kutokana na wenyewe But wanaona. Simon fought in his mind, Lakini Simoni alipigana na in his mawazo yake spirit, kiroho. that let me come out of these 12 Akasema acha nitoke ndani ya wa 12 and be qualified. na nikuwe juu. Hear me. The battle we are talking Hii vita tunayoisema is not what we see in the ring. haiko yale ambayo tunayaona katika mapambano. It's not what we see in the box. Haiko yale tunayaona katika uwanja wa mapambano. We have to fight Tunabidi tupigane. with our mind, our flesh. Tupambane na mioyo yetu na mawazo What yetu. dominates us every day, Ile ambayo inakuwa inatushinda kila siku. so that we can have a name. Juu tukuwe na jina. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now, the question is, where Adam, for Adam to have a name, where he Swali fought? ni kwamba Adamu kusema akuwe na jina alipigana na nani? I told you have question, you said you don't have question. Now I ask you a question. Nilikuuliza uko na swali, lakini ukasema hauna, na mimi sasa nikuulize. Where Adam fought, Adamu alipigana na nani juu for akuwe na him to have a jina? name, Juu akuwe na jina. different with the animals. Ni tofauti na minyama. Where Adam fought so that he can have a name, different with the animals. Adamu alipigana na nani juu akuwe na jina kupishana na minyama? Can you answer me, please? Unaweza kunijibu? Yes. Mimi kwa mafundisho yenyewe nimeshasikia na sisi nilielewa. Adamu hajapigana vita, lakini kwa sababu Adamu alikuwa hajapata jina na anataka kufanya kazi, ile kazi ya kuwapatia wanyama majina. Hangewapa wanyama majina na wakati na yeye hajapewa jina.
Thank you so much. Thank you for the answer, Mama. The answer la what Mama Nyeki, yes. I don't know if I'm correct, but your question was why Adam did. Where Adam fought in the Bible so that he can have a name, because we see Simon fought, Abraham fought, Jacob fought for him to have a name. According to the story, Adam did not fight. He lost the battle because he ate the forbidden fruit. Oh, this is He didn't fight any battle. Adamu hakupigana, lakini alipata neema ya kupata jina kwa sababu alikuwa mtu wa kwanza ambaye aliumbiwa na Mungu. Thank you so much for the answer. Thank you, Mama. Thank you. Another question? I have a question. Okay, so wait, you ask the question and where Adam fought? I don't think he fought. Okay. Do you have a question? Yeah. I have a question. It's a question about the same topic about the blessing. Yeah. So according to the topic of blessing, what can you say about Job? What can you say? Wow. This is a good one. What can I say about Job? Nini njoo unaweza kuongea kwa ajili ya Ayubu? Because in the Bible, I didn't see Job's name change. Kwa sababu What can you say about Job according to the topic of the blessing? yes, this is good. I thought you have an answer. The answer is in your Bible there. Okay, I will answer you. It's in your Bible there. Nitakujibu. Your answer is in the Bible. Thank you so much. So, now, listen to me. Adam, for him to have a name, kwa yeye kuwa na jina, he fought. Alipambana, alipigana. He fought one battle. Alipigana vita moja. And the battle he fought, Na vita alipigana, it was for him to come out from the ground. ilikuwa ni yeye kutoka ndani ya udongo. The Bible says Biblia they inasema met him walimuumba and he was on the ground. na alikuwa kwenye udongo. And when they blow in him, Wakati walimpulizia, he became a living person. akakuwa binadamu. They cannot call you a living person Hawezi kuita binadamu without having a breath. bila kuwa na pumzi. More people in the church, they are giving a breath, but they don't want to receive it. For them to wake up from the ground. Watu wengi wako wanatoa pumzi lakini hawapokei pumzi kwa wao kutoka chini. Adam was on the ground. Adamu alikuwa chini. The battle he fought for him to go to stand up. Mapambano aliyofanya kwa ajili yeye asimame, It was the battle. ilikuwa ni vita. Because they blow. Kwa sababu wamempulizia, And the Bible said he became a living person. Biblia inasema akakuwa mtu mzima. So, the creation, Uumbaji, it is not what. You know, when we are talking about the creation, wakati tunaongelea uumbaji, it is a life of a person. ni maisha ya I'll binadamu. come back one day when we talk about the creation. Nitarudiliaga hii mambo wakati tutakuwa Witness Jehovah witness. Watemwe de Jehova. They see the nature. You see the nature. Wanaonaga natire. When Jesus came, Wakati Yesu he alikuja, said, what you are doing, akasema haya in the mnayofanya, beginning it was not like this. mwanzo haikukuaga hivi. Which beginning? Mwanzo gani sasa? Hello? Okay, let me give you in a simple way. Okay. It means this. Inamaanisha hivi. When Abraham was on the ground, Wakati Abrahamu alikuwa kwenye he udongo, has 2 feet on the earth. alikuwa na miguu miwili kwenye Everything dunia. was thinking is about earth. Yale yote alikuwa na wazo ilikuwa ni dunia. Now for the love of God, Kwa upendo wa Mungu, he made him to become a man. alimfanya awe binadamu. No a man. Hapana No mwanaume. a man. Hapana mwanaume. No a man. Hapana kimwili. Okay? When God is talking about to be a man, Wakati Mungu anasema kuwa mtu, is to be like him. ni kukua kama yeye. Because God
Kwa sababu Mungu is a spirit. Mungu ni roho. A person was in French. I like the way they in French. He was a vessel. He was empty vessel. Binadamu alikuwa wazi yani. Eva, can you come? Can you come faster, please? You see this man? Unamwona huyu jamaa? Sorry, can you lay on the ground, please? Can you lay? Lala chini. Tumbo. You see the way Adam was? Unaona jinsi Adamu alikuwa? Adam was like this. Adamu alikuwa hivi. On the ground. Chini. Okay, look at me. Yes. I told you. You understand at the end. Utaelewa. So, God came. Mungu akaja. And he saw a man. Akamuona binadamu. That his mind. Akaona mawazo yake. Everything was on the earth. Alikuwa duniani. And when we are talking on the earth, wakati unaongelea chini, it is the desire of the body. Ni desire ya mwili. It is everything you have. Ni kila kitu ambacho unacho. Naluka boye bamu na ngai. Nasala boye bamu na ngai. Nikifanya hivi watanisema. Can you open for the man of God there? Inabidi umfungulie. So, you get what I'm talking? Can you look at me? Unabidi niangalie. So everything, kila kitu, was where? Ilikuwa on the ground. Ilikuwa chini. Look at me. Okay? So, God saw that. He said, let's create a man. Mungu akaona hivyo akasema hata tumuumbe our likeness and our image. Kama kwa mfano wetu. Yes, thank you. And who is God? Na Mungu ni nani? God is a spirit. Mungu ni roho. Now, when he said let's create, wakati alisema acha tuumbe, it means what? Inamaanisha nini? How we can create? Tunaweza tukaumba kivipi? Hallelujah. Can you look at me, guys? Let's create a man. Acha tumuumbe binadamu. Now, a man was down. Binadamu alikuwa chini. And he came. Akaja. He did an action. Mungu akafanya kazi. Of creating a spirit like him. Ya kuumba roho kama yeye. I want to answer your question. He creates now. If I do, akampulizia. Can you stand up? Now he become a man. Sasa amekuwa binadamu. When he was on the ground, wakati alikuwa chini, he was not a man. Hakukuwa mtu. Amen. Oh my God. Amen. He was not a man. Hakukuwa mtu. He was compared to the animals. Alikuwa anafananishwa because the animals, they are on the ground. Kwa sababu minyama iko chini. The grasses, they are on the ground. Majani yako chini. Everything is on the ground. Mambo yote yako chini. And remember, nakumbuka, he said, akasema, you are the temple of God. Uko hekalu la Mungu. May every earth, na ila dunia, kila dunia na ibaki kimya. What is the earth? Nini njoo ulimwengu? It is the materialistic things. Ni mambo yote tunayagusa. It is what you are thinking. Ni yale tunayawaza. It is everything's bad. Ni yale yote mabaya. So wewe, you become a person. Umekuwa mtu. When you have him in you. Wakati uko naye ndani yako. Amen. Amen. Oh Jesus. Amen. This is beyond theology, I'm telling you. Hii iko juu ya theology. Wow. So this is it. When God is talking about a man, wakati Mungu anasema juu ya binadamu, he does not look Mama Esper. Akuangalia Mama Esper. He does not look Papa Philip. Angalie Papa Philip. He look him in them. Anaangalia yeye ndani yao. Amen. Oh Jesus, thank you, brother. Amen. Hallelujah. Amen. That's it. Now Abraham could have a choice to refuse to wake up. Angekuwa na shua ya kusimama. No, mama. So Abraham could have a choice to refuse. Abraham hakukuwa na shua ya kukatala. Abraham angekuwa na shua ya kukatala. Amen. Kulamuka wala kubakia chini. But he chose to stand up. Lakini alikubali kusimama. Let's welcome the man of God. You are welcome. Let's clap for Jesus. Karibu baba. You are welcome, man of God. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Happy to see you. Tunafurahia sana kukuona. You get it? That's it. Hivyo. That is the answer of Adam. Now we are talking about Job. Hivi tunaongelea Ayubu sasa. You don't see where Job changed his name. Au kuona kwenye
Ayubu alibadilisha jina. Jesus, let's go in Job. Tutaingia katika kitabu cha Ayubu. Job chapter 1. Let's first go in chapter 1. When he said it, what tell him? Ayubu chapitre 1. Am I helping somebody with the teaching? Ninamsaidia mtu mmoja na mafundisho? Yes. Chapter 1. Chapitre 1. Verse 9, if I'm not mistaken. Yvonne, are you there? Job chapter 1, verse 9. We can start 6 so that we can understand. Now read in English. Okay. Oh, chapter 7, verse 6. Hear this. I love this. The Bible says, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan also came among them. And the Lord said to Satan, from where do you come? So Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth. In other words, said, from going up and down. And from walking back and forth on it. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth? Do you get it? There is none like him on the earth. A blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Have you not made hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed, hear me now. 9. You have blessed the work of his hand, and increase. And his possession have increased in the hand. But now stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face. Hallelujah. Amen. So, God answered him. I don't want you to speak the whole story. And the Bible says, and the Lord said to Satan, behold, all that he has in your power, only do not lay hands on his what? What does your Bible say, Mama Yakin? On his what? Do not touch what? The Lord said, very well, then everything he has is in your hands. On the man himself, do not lay a finger. Everything he has, Job, mambo yote iko nayo is in your hand. iko ndani ya mikono The hand yako. of who? God. No. The hand of who? The hand. Job, what he has. What Satan said, you bless him from the hand, from his work. It is in your hand. Remember, I told you that when Adam sins, Wakati Adamu alifanya dhambi, everything was on the earth mambo yote yalikuwa duniani became cursed. yakakuwa yamelaaniwa. Everything, Mambo yote what is on the earth, yako duniani become cursed. yakalaaniwa. Now here, himself Satan is saying this. Sasa hapa shetani peke yake anasema, You are blessing enough umembariki sana from his work. kwa kutokea na kazi But yake. if you take them out, Kama ukivitoa he will curse you. atakulaani wewe. Now God said, okay, Mungu akasema sawa, whatever he has, yale yote iko nayo, it is in your power. It is in your hand. iko mikono yako. But Lakini my person said, but don't touch on his person. akasema lakini usishike nafsi yake. I told you, I said a person is not what you see here. Nilikwambia kwamba mtu siye kimwili Your person, mtu it is what you don't see yourself. kitu ambacho hauoni ndani yako. Your inner person. Utu wa ndani. Amen. We understand here? Amen. Now,
Is it a blessing which he had or not? Sio baraka alikuwa nayo au hapana? Because it was in the hand of who? Satan. Okay. You say if they change his name or not. Unasema kama waligeuza jina lake au hapana? The Bible tells me. Biblia inaniambia. When his friends were coming to advise him. Wakati marafiki walikuja kumshauri. Job. Wakamwambia Ayubu. Remain constant. Bakia Job remained constant. Ayubu akabakia kwenye msimamo. His wife said, mke wake "What akasema, kind of man of God are you?" uko mtu gani wewe? He served God and died. Mtu kale tu yule Mungu na ukufe. The Bible says they took everything of Job. Biblia inasema kwamba walichukua kila kitu cha Ayubu. They took the blessings. Wakashika mabaraka. As what people say, blessings. Mabaraka, mibaraka kama jinsi watu wanasema. Thank you, Mama. So they took everything this Job had. Mibaraka yote yenyewe Ayubu alikuwa nayo. Which makes you a person on earth. Ile inakufanya sasa ukue mtu hapa duniani nini? But the Bible tells me this. Biblia inaniambia kwamba Job, Ayubu, when the wife said that, wakati mke alisema, Job remained constant. Ayubu alibakia alisimama kabisa kiume. Job could not have a new name without fighting. Ayubu Oh Jesus. Job could not have a new name without fighting. Ayubu asingelikuwa na jina mpya bila The fault kupambana. of Jacob. Tunda la Yakobo, The fault of Jacob kupigana na kwa Yakobo was to lose what he had. ilikuwa kukosa yale yenye alikuwa nayo. He lose everything. Alikosa kila kitu. Job, can you remain a person? Ayubu, unaweza kubakia. Job, can you remain a person? Job, can you remain a person? Ayubu, unaweza kubakia mtu. If they took everything from you. Kama wanachukua kila kitu kwako. There are people, they have sold their person. Kuna watu wameshauzisha utu wao. Because of material things. Kwa sababu ya vitu. Amen. Amen. Job refused. Ayubu amekataa. He accepted fault. Alikubali kupambana. There is no on earth on man, as the Bible says. It was even the skin was coming out. Hakuna hata mtu ameshapitia yale, hata mwili wake umeharibika. You apply a job that not answer you, you start to insult God. Wewe unaomba kazi, wakikunyima unaanza kumtukana Mungu. Your job finished and you are saying, God, which kind of God am I praying? Kazi yako inaisha, unaanza kumtukana Mungu. Mungu gani ambaye niko namuomba? Let me tell you this. Sikia ni God kwa is not after your job. Mungu haiko juu ya kazi He's yako. after your person. Iko juu ya utu He's wako. after your soul. Iko juu ya utu wako, nafsi yako. What matters the most to God Kile ambacho Mungu is anataka not what you eat and what you dress. haiko yale ambayo unakula wala kuvaa. Amen. 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 Because Jesus, the Son of God, Kwa sababu Yesu mwana wa he Mungu was on earth, alikuwa duniani. but he did not have a house. Hakukuwaga hata na nyumba. Ndio. He was not born in the great hospital. Hakuzaliwa katika hospitali kubwa. He was born in a fence which we call the cachet. What do we call it? Alizaliwa katika holi la ngombe. A son of God. Mwana wa Mungu. Now what can you tell me about materialistic things? Nini ambao unaweza kuniambia juu ya vitu tu hivi? What? Nini? If God can allow his son, Kama Mungu anaweza kubalia mwana the wake. Bible tells me in John chapter 2 verse 16, his begotten son. Biblia inaniambia katika Yohana 10 katika chapitre 1. The only John chapter 3 verse 16. Yohana chapitre 3 verset The 16. only begotten son. The Mwana only. wake wa pekee. Look at God as he is. Angalia kisi Mungu igisi alivyo. Send his son. Anatuma mwana And wake without giving a place of sitting. bila kumpatia hata nyumba ya kukaa. I'm telling you about the blessing. Jesus, ninakwambia kwa ajili ya baraka. Look at us. Look at me. Look at us. Niangalie kisha We ujiangalie. always after things which God took from Job. Tuko kila siku tunafuatilia vitu wenyewe Mungu alitoa kwa Ayubu.
Hallelujah. Amen. In Job chapter 42, if I don't forget. Ayubu. Job chapter 42. Ayubu chapitre 32 kama Verse sasa. 10. Okay, thank God. I get it. Chapitre 32. The Bible says the Lord restored the fortune of Job. Yeah. Of Job when he prayed for his friend. The Lord did what? This is the Bible, you always have it every day at your place. The Lord restored the fortune of Job when he prayed for his friend. When he did what? He prayed for himself or for his friend. So, and the Lord gave Job twice as much as he had before. Then all his brothers and sisters and all who had known him before came to him, and they ate bread with him in his house, and they consoled him and comforted him over the distressing. I'm looking something here. Okay, verse 12. And the Lord blessed, I like this, and the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. Amen. He blessed Job more than his beginning. Amemubariki Ayubu kuzidia mwanzo. Job Ayubu was fighting. Alikuwa anapigana. The temptation of Job Jaribu ya Ayubu was for him ilikuwa yake. to see if he can renounce. He can renounce the God. Ilikuwa ni kwake kuona kama anaweza kumwacha Mungu. Can you do that? They take your children, your wife, everything. Ashike kila kitu chako, watoto wako, If he's a man of God, he say, hey, Pastor Christian, God have punished him. Kama ni mtumishi wa Mungu utasema Pastor Christian Mungu amemwadhibu. He was bumping himself here. Alikuwa anajiamini God hapa. have punished him. Mungu Look kamwadhibu. the way he becomes slim. Ona jinsi anagonda. Hey, he does not even have a place to sleep. Hana nafasi ya He kulala. become an homeless man. Anakuwa mwenye maibobo. Useless man. Iko kweli. Amen. People can say it. Watu wanaweza kusema hivi. But Job Lakini Ayubu remained faithful. alibakia mwaminifu. The name of Job was changed Ayubu, jina la Ayubu by limebadilishwa the character he did when he was suffering. kutokana na tabia ambayo alionyesha kwa wakati wa mateso. Because the Bible tells me in the book of Apocalypse chapter 3 verse 12. Kitabu cha Apokalipsi chapitre 3 verset The 12. Bible says, when you will conquer the battle, Wakati unashinda vita, you receive a name unapokeanga which jina only you and your creator will know. yenyewe wewe tu na muumbaji wako ambayo utajua. Amen. A new name. Jina mpya. He was changing name. Amebadilisha jina. Because changing a name Kubadilisha jina is not your scalala, you become kabongo. haiko kuwa mazambi unageuka kuwa mtakatifu. When they are changing you your name, Wakati wanakubadilisha they are jina, removing you the desire of your body in your heart. wanatoa ahadi ya kupenda mambo ya ndani ya roho yako. What was the first Nini yenyewe ilikuwa ya kwanza? become the last. Ile ilikuwa ya kwanza inakuwa ya mwisho. What you was after, Ile yenyewe ulikuwa unafuata. you Paul says, Paulo akasema, what was useful to me ile ilikuwa ya maana kwangu become like nothing. imegeuka kuwa mavi. That's it, Paul is saying. Ndio jinsi Paulo anasema. When you reach at that level, Na wakati unafikiria pale, they change your name. yanajibadilisha jina lako. When you reach at the level whereby Wakati unafika kama you don't have anything hauna kitu to chochote praise God, ya kumwabudu but you are praising Him, lakini unamwabudu, they have changed your name. wamebadilisha jina. Oh Jesus, thank you. Amen. So when you reach at the level like Isaiah chapter 62, Wakati unafika katika kitabu cha Isaya 10:62, Isaiah chapter 62, 62, God Himself is saying this. Mungu akasema peke yake, I said, because of Jerusalem, kwa sababu ya I Yerusalemu will not remain quiet. sitabaki kimya, Because of Zion, kwa sababu ya Sioni I will not sleep. sitalala. So God Himself is saying this. Mungu peke yake akasema, I said, the Gentiles shall see your righteousness. oh, The Gentiles, I mean the pagan.
wapagani wataona They will see utakatifu your wako. righteousness. Wataona utakatifu wako. Number 2. And all things your glory. Wafalme wote wataona utukufu wako. And you shall be called by a new name. Na utaitwa jina. Hallelujah. Amen. They shall be called you by a new name. Watakuita kwa jina mpya. This is God himself is telling Huyu about ni you. Mungu peke yake iko nasema kwa ajili yako. Oh. When you go home, you read this chapter. You Wakati understand? unaenda nyumbani Isaiah 62. utaona. God is boasting about you. Mungu iko nasema kwa ajili yako. He said, my daughter, Anasema mtoto she's wangu beautiful. ni mzuri. I can't remain quiet. Sitabakia She's kimya. a shining person. Anang'ang'aa. I said, he's looking bright. Anaonekana vizuri. And you will be changed a name. Na utabadilishwa jina. The name we are talking about Jina ambayo is they tunaiongelea. were calling you pagan. Ni wakati wanakuita wewe But they call you a pagani. child of God. Wanakuita tena mwana wa Mungu. What was your name? Nini ndio ilikuwa jina You was lako? a robber, Jacob. Ulikuwa mwizi kama You are Yakobo. not again Jacob. Hauko tena You Yakobo. are Israel. Uko Israeli. Israel means Israeli the manake prince. prince. Mwana wa mfalme. Amen. Who is the king? Nani ndio mfalme? Oh. Amen. And who is the prince? Nani ndio prince? Israel. Mimi. Who is the new Israel? Nani Hey, ndio Israeli mpya? it's you and me. Mimi na wewe. Our God is a king. Mungu ni Mungu wetu And we become the prince and the princess. tunakuwa watoto wa mfalme. Jesus. Amen. Oh, powerful. That's it. Ile tu. The work of God Kazi ya Mungu upon your name. katika jina lako It is for you to become like him. ni wewe kuwa kama yeye. Because your name changed in garden. Kwa sababu jina lako limebadilishwa kutokea When you garden. sin. Wakati umefanya dhambi. Now it must come again. Inabidi aje For tena you to give you a new name. akupatie jina mpya. Which when they look at you, Wakati watakutizama they say you are walking like Jesus. wanasema unatembea kama When Yesu. you speak, Wakati you unaongea are speaking like Jesus. unaongea kama Yesu. Aha. They don't need to, you don't need to say I'm a Christian. Hauhitajiki hata kusema niko By your walking, lakini kwa kutembea by your kwako, speaking, hata kwa kuongea you are a child of uko God. mwana wa Mungu. Woo! Amen. That's it. Hiyo tu The meaning of changing a name. maana yake ya kubadilisha jina. Hao. Not because of you, Haiko kwa sababu people yako. are not coming to church. Njoo watu hawaji kanisani. Not because of you, Haiko kwa ajili people yako. they cannot drink water to your Watu house. hawezi kunywa maji kwa ajili ya kwa ajili ya Because nyumba of yako. you. Kwa sababu yako. When you are in the meeting, Wakati uko mrenyo, they are afraid to talk. watu wanaogopa kusema. Because you can change the way. Kwa sababu utabadilisha maneno. They want to, they have to change your name. Inabidi wabadilishe jina lako. And you have to fight. Na inabidi upambane. How can you fight? Kwa sababu ndio The utapigana. word I am preaching you, Neno ambalo fight yourself in your heart. pigana peke yako ndani ya roho May yako. that word become an angel. Acha neno hili likuwe malaika. And you be Jacob. Na wewe ukuwe Yakobo. Ask that word. Uanze kupambana na hili Ask neno. that word. Ambia hili neno. I want you to bless me. Nataka unibariki. And that word will tell you Na hili neno what you litasema want from me. unataka nini kwangu. The word will tell you Neno litakwambia what is your name. jina lako nani. My name is Jina langu prostitute. litakuwa kahaba. My name is Jina langu a killer. ikimuaji. From today, Kuanzia you are leo not a killer. hauko tena You are a child of Uko God. mwana wa Mungu. Amen. That is the meaning of that. Hiyo ndio maana ya hile. Hallelujah. Amen. This is what God wants you. Hii ndio Mungu anataka wewe Tell you, uwe. my daughter, my son, Akwambie mwanangu, don't be after money. usikuwe nyuma ya Don't be pesa. after everything you need. Usikuwe nyuma ya yale ambayo Your Father unahitaji. in heaven Mungu mbinguni know that you need them. anajua kama But unayahitaji. be after the kingdom of God first. Acha tuwe nyuma ya ufalme wa mbingu kwanza. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Any question? Swali? Any question? Una swali lolote? Go and fight with this word Uende na upigane na hili neno so that you can receive a new name. ili upokee jina mpya. Can we stand up, please? Tunaweza kusimama?
Thank you, Jesus. Asante Yesu. Can you start thanking God for the word of today? Anza kumshukuru Mungu kwa neno la leo. Thanking Him for what He have done upon your life. Umshukuru kwa yale ambayo aliyofanya katika maisha yako. With this word. Katika neno hili. Tell God, I'm ready so that you can change me every day. Mwambie Mungu niko tayari kwa ajili unibadilishe kila siku. I am ready, Lord. Niko tayari. I am ready. Niko tayari. When I sleep, wakati ninaamka, when I wake up, wakati ninaamka, speak to me. Ongea na change my name. Badilisha jina. I don't want to become the way I am. Sitaki kuwa kama gisi ni. Bad behavior is me. Tabia mbaya ni discussion is me. Discussion ni mimi. Doubting ever is me. Kusita ni mimi. Lord, help me. Nisaidie Baba. To be like you. Kukua kama wewe. As it was in the beginning. Kama jinsi ilivyokuwa mwanzo. Pray in the name of Jesus. Omba kwa jina la Yesu. Pray. Pray. Baba kwa jina. Oh Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord, for the word. You deserve the glory and the honor. Thank you for the word. Thank you for the word. Jehovah, Job lost everything. He was nothing on earth again. But Jehovah, he kept the faith. He refused, Jehovah, to disappoint you because of the things of the earth. God, can you help me to be like that man who refused to renounce you, who refused to do evil, so because of materialistic things. Father, help me, this church. Help everyone is here, God. Help them, Jehovah, to be consumed by you. Help them, Abba Father, the one you are seated on the throne forever and ever. Father, help your people to be like you, to be transformed by this word. Let them fight, Lord God. Jehovah, I beg you, God, please, I pray for Shiloh. Help your people, God, to be like you, God, to be conformed like you, Jesus. Who is like you here on earth? Jehovah, no one. But please now, I ask you, I plead you for everyone is here. Let them be like you. Let them be like you. Those are watching us, God. Change their name. Let them be like you. Let them be like you. Let them be like you. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord God. Thank you, Abba Father. You deserve a glory and the honor, God. In Jesus' name, forever and ever. Glorify your name. In now and forever. Thank you for this word. Let it fight our 5 things inside our heart. Let it break lust, prostitution, the spirit of disappointment. Break whatever does not worship you or praise you. In Jesus' name of Nazareth. Is that one? Father, I pray for your people. Oh yes. According to the word of today. Father, let them love these words. Oh yes. Let these words be a daily tea and a daily breakfast dinner in the name of Jesus Christ. Amen. By the love of this word, the king shall fall down. Amen. By the love of this word, every envy and lust and desire of the body shall fall down. Amen. In Jesus' name of Nazareth. Amen. Father, let them be the lover of the word, yes, and the doer of the word. Oh, yes. In Jesus' name of Nazareth. Amen. As it was in the beginning, yes. let it be now. Amen. In this place, in our daily life. Oh yes. I pray, may that favor and grace of making things easy to their life be upon them. Amen. In the name of Jesus Christ. Lord God, it is written in Psalms that recommend your problem in the hand of God, to God, and believe in Him. He will perform. Amen. God, whatever problem they have, I dedicate them unto you. Oh yes. If anyone is sick here, by the power in my mouth, as a thunder, yes, Lord, I declare healing right now. Amen. In the name of Jesus. Amen.
If it's their relative, Oh, yes, Lord. let them be a connection of their relative. Oh, yes. In the name of Jesus Christ. Amen. God of my father, P.M. Mukai, Oh, yes. I declare they are healed. Oh, yes, I Lord. declare they are forgiven. Amen. They are safe in the name of Jesus Christ. Amen. Jehovah, thank you. Because there is nothing is impossible to you. Oh, yes, Lord. Everything is fighting their nights. Oh, yes. Fighting their dream. Yes. Come out. In Jesus' name of Nazareth. Amen. Every demon is disturbing their hearts. Oh, yes. Come out. In Jesus' name of Nazareth. Lord, thank you for today. And thank you for giving them a new name. Yes, Lord. In Jesus' name. I dedicate this week unto you. Oh, yes, Lord. I prophesy. Let this week be a week of a personal accounting with God. Amen. In Jesus' name. Amen. May you account God to yourself. Oh, yes. May you account God and leave God Amen. in everything you shall do. Amen. In Jesus' name. You are safe and your family is safe. Amen. Let's clap for Jesus and praise Him. Let's pray. Our Father in heaven, in your language you can pray. Tutaomba Baba yetu ya mbinguni katika lugha yako. Let's pray in Jesus' name. Notre Père Dieu aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles de siècles. Amen. Amen. Shalom. God bless you.